anampaka mafuta. Verse ya pili anamwambia ni kwamba ujue kwamba umekutanana na Mungu, uende njiani na utakutanana na watu wawili kwa kaburi la Rachel. Kwa watu wawili katika kaburi ya Rachel watakuambia kwamba punde unazozitafuta zimepatikana. Andiko inaangaza ni basi, andiko inasema karibu na mipaka ya Benjamin. Nikapata kusema hivi, Saul hakukuwa na hatua ya kuvuka mipaka ya Benjamin kwa sababu tayari alikuwa karibu na mipaka ya kabila lao. Nabii akamwambia utafika kwa mpaka ya baba zako, usiishie pale. Watakwambia kwamba punde zimepatikana. Verse ya tatu sasa, andiko nasema utaendelea, na wakati utaendelea manako utavuka mipaka ya baba zako. Unaweza kuwa umezaliwa mfamilia ya kimaskini, unaweza kuwa umezaliwa mfamilia yenye haina jina, lakini wakati unatembea selon neno la Bwana, unatembea selon ainsi dit l'Eternel, Jehova anakupeleka zaidi ya mipaka. Ukitembea na Mungu, ukitembea na wa milele, ukipeleka neno la Bwana ndani yako, Mungu atakufanya ukanyagie maadui zako. Wanaweza kukuwekea mipaka, hata afya yako inaweza kuwa ni mpaka, hata maisha yako inaweza kuwa ni mpaka, hata kukosewa na ugofu inaweza kuwa ni mpaka. Lakini ninachojua ni kwamba kwa kupigwa kwake msalabani tumepona. Ninachojua ni kwamba bila tungepata kupata sisi kama matenda dhambi, alitulipia deni juu ya msalaba. Ninamtangaza Yesu aliyekufa, ninamtangaza aliyefufuka, ninamtangaza anayeketi kuume kwa Bwana, kwamba ndani yake tutapata vyote tunavyovihitaji. Imetabiri ya kwamba na watu wanaomjua kusikia neno ya nabii, nabii asemake vyake. Unapokuja hapa tunakuhubiri, tunaongea tu kwa upande ya Bwana, na unaposhika maagizo na neno la Bwana, Biblia na kupeleka hata zaidi ya pale tulipoanzia. Ninakuhubiri hapa sasa, takasa ya kwamba katika huduma yako utaona kupanda.